Mfahamu Ibra Traore kama rais anayetajwa sana duniani kwa uongozi wake. Hii ni 255 Digital. Hakikisha umegusa neno subscribe hapo chini ya video hii. Karibu kwenye 255 Digital. Leo tunakuletea simulizi ya kipekee kuhusu kiongozi anayetikisa vichwa vya habari duniani. Kwa mfahamu Ibra Traore, rais kijana kutoka Burkina Faso ambaye kwa sasa anatambulika kote duniani kwa ujasiri wake, uzalendo na msimamo thabiti dhidi ya ukoloni mamboleo. Hii ni hadithi ya kweli ya maisha yake, kuanzia kuzaliwa hadi alipofika kuwa mmoja wa viongozi mashuhuri barani Afrika. Ibra Traore, mwanzo wa safari. Ibra Traore alizaliwa tarehe 14 Novemba mwaka 1988 katika mji wa Bondokui, jimbo na Boucle-du-Mouhoun, nchini Burkina Faso. Tangu akiwa mtoto, alikuwa na ndoto ya kulitumikia taifa lake. Alionyesha kuwa na akili nyingi shuleni na alisomea taaluma ya uhandisi wa kijeshi. Baada ya kuhitimu, alijiunga na jeshi la Burkina Faso ambapo alionyesha uwezo mkubwa wa kiuongozi, nidhamu ya hali ya juu na uwezo wa kushirikiana na wanajeshi wa ngazi ya chini na ya juu. Kipindi cha mapinduzi na kupanda kwake madarakani. Mnamo Septemba 30, 2022, Ibra Traore aliingia kwenye historia ya nchi yake pale alipoongoza mapinduzi ya kijeshi yaliyomtoa madarakani Paul-Henri Damiba. Wakati huo, Burkina Faso ilikuwa inakabiliwa na changamoto kubwa za usalama, hasa mashambulizi kutoka kwa makundi ya kigaidi yaliyokuwa yamevamia sehemu kubwa ya nchi. Traore alijitokeza kama kiongozi mchanga aliyejaa matumaini. Aliahidi kuirudisha nchi katika mikono ya wananchi kwa kurejesha amani na kupambana na mashambulizi. Kwa wengi alikuwa kama kurudi kwa shujaa. Wengine walimfananisha na kiongozi mashuhuri Thomas Sankara, aliyekuwa mfano wa Afrika huru. Uongozi wake na msimamo wake jasiri. Tofauti na viongozi wengi wa Kiafrika, Traore amesimama kidete dhidi ya ushawishi wa mataifa ya Magharibi. Ametoa kauli kali dhidi ya uingiliaji wa mataifa ya nje kwenye siasa za Afrika na amehimiza ushirikiano wa nchi za Afrika Magharibi kama Mali na Niger ambazo pia zimepindua serikali zilizokuwa karibu na mataifa ya Ulaya. Traore amesisitiza kuwa Afrika lazima ijiamue yenyewe, isimamie rasilimali zake na kujenga ushirikiano wa kweli miongoni mwa mataifa ya Kiafrika, bila kuongozwa au kulazimishwa. Ingawa ni kijana, Traore ameonyesha busara na maono ya mbali. Anachukuliwa kama kiongozi wa kizazi kipya anayeweza kubadilisha mwelekeo wa siasa za Afrika. Ingawa hajatangaza mipango ya kurejesha serikali ya kiraia kwa haraka, ameahidi mchakato wa mpito wa haki. Hitimisho. Leo Ibra Traore ni jina linalotajwa kwenye majukwaa ya kimataifa. Wapo wanaomkosea, lakini wengi hasa vijana wa Afrika wanamwona kama mfano wa kuigua, kiongozi mzalendo, mwenye uthubutu na mwenye dira ya kweli kwa bara la Afrika.